Naam, baada ya kupata taarifa mbalimbali yakiwemo maoni kuhusiana na ripoti ya tume ya Jaji Chande, hapa studio tunaye mbunge wa Ikungi Magharibi Elibariki Emmanuel Kingu. Pamoja nami tutajadili kwa kifupi kuhusu ripoti hii. Kingu, karibu sana katika studio zetu za Channel 10. Nakushukuru sana. Naam, sasa tuanzie hapa. Ripoti hii ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu sana na Watanzania waliokuwa wengi. Binafsi yako umeipokeaje ripoti? Je, unadhani ripoti imetoa mwanga katika kile kilichokuwa kinaonekana kama vile taifa limegubikwa na giza baada ya matukio ya Oktoba 29? Kwanza nikushukuru sana kaka yangu Mkotia kwa heshima mlionipa ya kufikiri kwamba naweza nikawa na sehemu ya kuwa na mchango katika hichi ambacho kimetokea leo. Kwanza tuanze na uhalali. Uhalali, la kwanza ni uhalali wa kisheria. Maana tumekuwa kuna maswali watu wengi wanajiuliza kwa nini hii tume. La kwanza linalobeba uhalali wa tume hii ni ule uhalali wa kisheria ambao tume hii iliundwa kwa mujibu wa ile sheria yetu ya Commission of Inquiry Chapter 32 ya mwaka 2002 na marekebisho yake yaliyofuata. Kwa hiyo la kwanza kimsingi tume hii iliundwa kwa mujibu wa sheria za nchi ambazo bunge lilitunga na ziko katika implementation katika utekelezaji katika taifa letu. Lakini sasa nije katika swali lako la msingi, nimeifuatilia ripoti ya tume kuanzia mwanzo wakati imeanza kusomwa mpaka mwisho. Kwa kweli kimsingi nikiri kwa dhati ya moyo wangu kwa kile ambacho Watanzania walikuwa wanakisubiria kujua ukweli wa nini kimetokea katika matukio ya Oktoba 29. Nikiri kwamba kwa kiwango kikubwa tume imekuja na majibu ya nini kilijiri, na taifa sasa limepata picha halisi nini kilijiri, na sasa wametoa pia mapendekezo nini kifuate katika kuhakikisha kwamba taifa letu linarudi kuwa moja, tuendelee kuwa na mshikamano katika nchi. Kwa hiyo kwa kweli tume wamefanya kazi kubwa ya kizalendo. Na ripoti ya Jaji Chande imetoa mapendekezo mbalimbali kwa serikali. Miongoni mwa mapendekezo hayo ni pamoja na kuundwa kwa baraza la wazee ambalo litaisaidia tume ya maridhiano itakapoundwa. Nini umuhimu wa baraza la wazee katika hiyo tume? Ndugu mwandishi, mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Na ndio maana naweza kusema kwamba tume hii imekuja na mapendekezo ambayo yanaweza yakalisaidia taifa kwa kiwango kikubwa sana. Nchi hii inao wazee, watu ambao wamelitumikia taifa hili kwa uzalendo na uadilifu mkubwa sana. Watu wenye track record ambazo hazitiliwi mashaka katika utendaji wao walipokuwa serikalini na hata nje ya serikali. Kwa hiyo kuundwa kwa baraza la wazee kutaweza kwa kiwango kikubwa sana. Kwanza, kwa namna moja ama nyingine wataweza kusaidia mambo mengi, ukiachilia mbali hata katika sekta zima ya maridhiano ambayo tume wamependekeza kwamba yaweze kuanza katika taifa letu, kuhakikisha kwamba nchi inatengeneza utengemano, umoja, mshikamano, ili tuweze kuunganisha Watanzania na waweze kuishi kama kitu kimoja. Baraza hili la wazee litakuwa tiba muhimu sana katika kushauri katika mambo yote ya msingi ambayo huenda wakati mwingine yanaweza yakawa yanaacha maswali, lakini tunapokuwa na baraza hili linaweza likaleta tija na tiba kubwa sana katika mambo mazito yanapotokea kitaifa, na yale ambayo yanaweza kuwa yako anticipated kwa mbele wanaweza wakaplay vital role katika kuishauri serikali, katika kushauri mambo mengi ambayo yanaweza kalifanya taifa letu likaendelea kuwa na mtengamano na mshikamano. Mimi ninataka nikwambie, ukichukulia mfano, tunao wazee wastaafu katika nchi yetu, watu wenye uadilifu mkubwa. Wapo kina Mzee Karume, wapo kina Dr. Shein, wapo kina Mzee Malechela, wapo kina Mzee Mangula, wapo kina Mzee Pinda, wapo kina Mzee Majaliwa, watu wenye hekima na utulivu. Watu kina Mzee Kimiti, wapo kina Mzee Butiku, wapo kina Mzee Warioba, watu ambao ni resources kwa nchi, ambao tukiamua kuwatumia kama mapendekezo yalivyokuja katika itume, ni imani yangu kabisa kwamba kilichotokea Oktoba 29 hakitajirudia tena kwenye taifa letu. Nchi yetu itabaki kuwa moja, itabaki kuenziwa kama zilivyokuwa tunu na ndoto za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na hayati Karume walipounganisha mataifa haya mawili. Elibariki, muda sio rafiki sana. Hebu tumalize na hili. Mheshimiwa Rais amesema ripoti ya tume ni dawa ya kuliponya taifa, na akasema ili tupone lazima dawa inywewe. Kauli hii ya Mheshimiwa Rais unaitafsiri vipi? Kauli ya Rais, kwanza nataka nikwambie ndugu mwandishi, mimi kuna kauli moja alizungumza Rais kabla ya hiyo kwa kifupi sana ilitaka kunitoa machozi. Rais alisema anatambua mzigo ulioko kwenye mabega yake. Anatambua mzigo ulioko kwenye mabega yake, na amesema rais wetu leo alipokuwa anazungumza pale baada ya tume kutoa ripoti,
Rais amesema anatambua mzigo ulioko kwenye mabega, ataubeba kwa unyenyekevu na kwa uzalendo na kwa tahadhari kubwa. Nini maneno ya rais haya ukichanganya na hicho ulichokiuliza kwamba dawa hii lazima tuinywe? Nataka nikupe majibu, ni kwamba finding zilizokutikana kwa mujibu wa ripoti ya tume leo, hatuna budi kama taifa, hatuna budi kumuunga mkono Rais Dr. Samia. Mama ambaye amezungumza leo ameonyesha uchungu mkubwa sana, anatambua mzigo na amesema kama kuna jambo broken heart, lilivunja moyo wake, ni jambo la Oktoba 29. Kwa hiyo dawa iliyotajwa na tume kama remedy ya kutoka hapa tulipo, lazima tuinywe wa Tanzania. Lazima serikali ichambue, haijalishi iwe chungu au tamu, lazima inywewe ili kusudi taifa letu lisirudi pale tulipopaona pameleta mpasuko, jambo ambalo hata yoyote ukimpita leo mtaani hawatamani kile kilichotokea Oktoba 29, kwa sababu si tamaduni za nchi, si desturi zetu, si malezi yetu, si maadili yetu. Hayo hayakuwa mambo ya Watanzania tuliofundishwa, watoto na wajukuu wa Mwalimu Nyerere, wajukuu wa Karume. We have never been taught kuwa na hali hiyo katika maisha. Kwa hiyo rais alichokisema kwamba dawa hii lazima tuinywe, lazima kitakachokutikana kwamba ugonjwa ni huu, lazima kama kuna hatua za kuchukua kwa papachweta wa haya mambo, lazima zichukuliwe bila kuangalia nyuma. Kama kuna hatua za kuwajibisha watu serikalini ambao huenda labda walikuwa wamefanya uzembe mahali fulani, kama watakuwepo, lazima tuwajibishane ili kusudi tuhakikishe ya kwamba ndoto za kuwatumikia Watanzania na kuliacha taifa ili kuwa moja, tusiweze kuangusha matarajio ya hayati baba wa taifa aliyoko huko kaburini na mzee Karume, ambapo waliacha nchi moja. Na unakumbuka maneno ya mwisho ya Mwalimu Nyerere alipokuwa London, anasema mimi ninakufa lakini ndiye mkawaambia Watanzania walipende taifa lao kama wanavyowapenda mama zao. Naam, kwa nukta hiyo Elibariki, unawaambia nini Watanzania baada ya ripoti hii? Wito wangu kwa Watanzania, kwanza kabisa, ripoti imeshatoa, tuache spinning, tuache zile habari za taharuki ambazo hazitokani na uhalisia. Tume hii ilikuwa imeundwa na watu ambao kimsingi mimi binafsi ninawaheshimu, ni watu wenye legacy, ni watu wenye heshima kwa nchi yetu. Ni waombe wa Tanzania, tuache kukubali kwa namna yoyote, kujaribu kwa namna yoyote kutaka kulibomoa taifa letu, kutaka kulidismantle taifa letu. Amani ya nchi ikitoweka, kuirejesha inaweza ikachukua zaidi ya miongo 700 kurejesha amani. Tulinde amani ya nchi yetu, tupendane, tustahimiliane na kuvumiliana, tujenge nchi yetu kwa ajili ya future ya vizazi vinavyokuja. Nakushukuru sana Elibariki Kingu. Asante sana. Wakati mwingine tukihitaji utakuja tena. Asante sana ndugu mwandishi.